Nataka niwajulishe nyinyi ambao ni midhivi ya kusoma Biblia. Biblia muisomi, maandiko ya muyajui, ila always mnashinda mitandaoni. Usema acha kuhubiri siasa, acha kuongelea serikali, wewe inakuhusu nini? Hubiri Injili. Nataka niwajulishe Injili nini. Sikiliza maandiko nayokusomea wewe. Kaa hapo sikiliza maandiko. Wewe kiongozi wa kanisa unaongelea mambo ya siasa. Wengi wenu ni pagani fulani, malaya. Biblia mwijui, hamjawahi hata kuisoma. Mmejaa roho mbaya, chuki, minafiki. Hapo ndio mnakuja kusema kiongozi wa dini unaingiliaje mambo ya siasa? Ni mashetani wanaokaa vikao, wanakaa vikao tumteke fulani. Ni mashetani wanaokaa vikao tukafanye kitu fulani kwa ile wako wa mashetani, kwa sababu hao wasiojulikana ni watu hivi wanakunywa na soda. Wasiojulikana sio mizimu ya kuzimu kule baharini. Ni watu wanakunywa na soda. Ndio wanaitwa wasiojulikana, wanateka watu, wanaumiza watu, wanajeruhi watu. Sasa Yohana Mbatizaji alihubiri kupinga maonezi na dhuluma inayofanywa na watu wa serikali, na hilo ndio kosa lililopelekea Yohana Mbatizaji akauawa. Mimi nataka kujulisha jamii, kama kuna madhara yoyote yatatupata watu tunaopigia kelele utu, ubinadamu, haki, usawa katika jamii, tunaopigia kelele mauaji, maonezi, utekaji wa namna kadha wa kadha, tunaopigia kelele watu kubambikiziwa kesi za hapa na pale, kuzingiziwa kwa namna mbalimbali na kuundiwa namna ya kuonekana ni wabaya, kama kuna madhara yoyote yatatupata, na ijulikane yametupata kwa sababu ya kuliishi neno la Mungu, lakini si kwa sababu kuna wapuzi fulani ambao mnatangaza na kusema wewe mchungaji unaingiliaje mambo ya siasa. Sikia nikwambie, sauti ya mtu wa Mungu always ilikuwepo katika jamii kwa ajili ya kuregulate hali ya mambo. Wanafunzi wa Yesu walihubiri kwa kupinga mauaji ya Yesu asiye na hatia. Nataka kujulisha, kupinga mauaji, kupinga utekaji, kupinga dhuluma sio kuingilia siasa. Ni neno la Mungu, ni wajibu wa kibiblia wa mtu wa Mungu kupinga mauaji, kupinga utekaji, kupinga dhuluma, kupinga uonezi wa aina yoyote unayofanywa na mtu yeyote hata kama ana cheo. Sasa wanafunzi wa Yesu alikuwa anahubiri Mafarisayo walivyoua manabii. Yesu alikuwa anahubiri kupinga mauaji ya manabii. Wanafunzi wa Yesu walipokuja wakawa wanahubiri kupinga mauaji ya Yesu. Sasa sikia niwaambie, ikiwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanahubiri kupinga mauaji ya Yesu, kuna dhambi gani sisi leo tukahubiri kupinga mauaji ya Ali Kibao au kupinga utekaji wa Mdude, kupinga kujeruhiwa kwa Padre Kitima? Ndio nataka niwaambie, Biblia isiwageuze watu kuwa wehu kwenye akili. Biblia yameandikwa maisha ya watu walivyoishi. Watu kama walitetea kwa nini mlimuua Yesu asiye na hatia, leo lazima tuulize kwa nini Mdude ametekwa au amepotezwa au amepigwa asiye na hatia. Leo lazima tuulize kwa nini Padre Kitima ameumizwa asiye na hatia. Hii ni kwa sababu tumesimama kwenye wajibu wa neno la Mungu, ambao inawezekana kabisa kwamba jamii kubwa ya watu inaogopa kusimama eneo hilo. Niseme kwamba nafahamu naongea haya kwa hatari kubwa. Lolote atakalonipata tanipata kwa sababu ya kuhubiri Injili. Haleluya, mtu wa Mungu. Leo nichambue Yesu na wanafunzi wake walihubiri Injili ya kupinga maonezi, mauaji, dhuluma na mabaya yanayofanywa na watu wa aina zote, na ndio maana waliuawa. Au walihubiri kwa kupingana na mamlaka yoyote inayosimamia dhuluma, iwe ni ile inayoonekana ni ya kidini au ni ya kisiasa. Walipingana na serikali, walipingana na wafalme au watawala kwa sababu ya udhalimu au kuonea watu. Wafalme waliokuwa wanatawala kwa udhalimu ama wanatawala kwa kuonea watu. Yesu na wanafunzi wake walihubiri Injili kwa kuwapinga wafalme hao, na ndio maana walipatikana na madhara kwa namna moja au nyingine. Nataka nikujulishe kwamba mtu wa Mungu hana silaha nyingine yoyote zaidi ya neno la Mungu. Hatuna upanga wa kuweza kuchukua, hatuna shoka, hatuna jembe, hatuna silaha nyingine yoyote. Silaha yetu pekee ni neno la Mungu.
Furaha yetu pekee ni Biblia. Maandiko yanasema neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Tunalitumia kuweza kulevo mambo katika jamii, lakini hata tusipolevo mambo, tunafahamu tunaweza tukapatikana na madhara kwa sababu ya jaribio la kujaribu kushauri, kutoa maoni, kujaribu kuweka mambo sawa kwenye jamii. Kwa mimi naamini kwamba kunyamaza kimya hakuyafanyi mambo yawe bora. Afadhali tuwe na watu ambao wataongea katikati ya hatari yoyote. Ndio watu hawa wakidhurika ama wakiuawa, tusikimbilie kusema kwa nini huyo kiongozi wa dini aliingilia mambo ya siasa. Hapana, bali tu tunatambua wajibu wa mtu wa Mungu katika jamii ilikuwa awe na sauti itakayopinga dhuluma, itakayopinga uonezi. Kupinga dhuluma sio wadui, sio matusi, bali ni kujulishana wanadamu sote tu wamoja, sote ni binadamu. Usimteke mtoto wa mwenzako, usimuue mtoto wa mwenzako. Wewe ni kiongozi, wewe ni askari wa jeshi lolote, wewe ni siyo asiyojulikana, wewe yani mtu yeyote ule, usihusike kuteka, usihusike kuua, usihusike kudhulumu, kwa sababu wanadamu tu wamoja. Sasa nikwambie jambo hili kwamba kwanza nataka ufahamu kwamba watu waliomuua Yesu na wanafunzi wake walikuwa ni watu wa system, watu wa ujumla wa utawala ulivyo. Ni kweli wakati wa Yesu Israeli ilikuwa inatawaliwa na Rumi. Kaisari alikuwa yuko Roma. Baada ya hapo kutoka kwenye Kaisari aliyeko Roma kulikuwa kuna gavana ambaye alikuwa ni Pilato, lakini pia kulikuwa kuna viongozi nani hawa. Ukitoa Kaisari kulikuwa kuna akina kuhani mkuu. Kuhani mkuu alikuwa wako chini ya Pilato, lakini Pilato alikuwa ndio kiongozi ambaye anakuwa ana final say, ana mamlaka ya kuongea sasa final say kuhusu Israeli au kuhusu jimbo. Yeye ndio kiongozi aliyeteuliwa na Kaisari. Sasa kiangalia Yesu amekamatwa, anaenda kupelekwa kwa nani? Kwa yani kauli ya mwisho ya kuidhinisha kifo cha Yesu anaidhinisha ni Pilato. Why Pilato? Pilato ni kiongozi wa serikali. Pilato ni gavana wa serikali. Kwa nini awe ni Pilato anaidhinisha kifo cha Yesu? Hii ni kwa sababu Yesu alionekana moja kwa moja mahubiri yake ni kama yanapinga au yanapingana na serikali au na mamlaka ya Kaisari, na ndio maana hata kushtakiwa kwake ilikuwa lazima aende kwa Pilato au akashtakiwa kwa Pilato. Pilato ndio aidhinishe kifo cha Yesu. Sasa Yesu na wanafunzi wake waliuawa na watu wa system, na kihistoria inaonekana walikuwepo tangu nyakati za manabii. Yani nataka ufahamu kwamba watu waliokuwa wanahusika kuua watu walikuwa ni watu wa aina mbili, aidha ni watu wa dini au watu wa system. Na sababu za kutaka kuwaua watu wa Mungu ni kwa sababu walikuwa wanapinga unyonyaji, udhulumaji, mauaji yaliyokuwa yanafanywa na watu hao. Nianzie eneo la kwanza. Yesu alikuwa anapinga mauaji yanayofanywa na Mafarisayo. Yesu alikuwa anahubiri kwa kupinga mauaji. Leo hii tukipinga utekaji, tukapinga mauaji, tunasema msiingilie mambo ya siasa. Sasa sikia, kupinga mauaji sio kuingilia siasa. Kupinga utekaji sio kuingilia siasa. Bwana nikusomea maandiko yenye kujulisha kwamba kupinga mauaji au utekaji ndio injili aliyokuwa anahubiri Yesu. Yesu akuhubiri injili ambayo mnahubiri ili mjipatie sadaka na manufaa. Akuhubiri hiyo. Mathayo 23 mstari wa 27. Wale waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mifanano na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri. Ndio bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Ndio uchafu ambao tunaupinga kwa uhubiri, tunaupinga kwa watawala, tunaupinga kwa wafalme, kwa mawaziri, kwa wabunge. Ndio uchafu ambao Yesu anazungumzia hapa. Vile hivyo ninyi nanyi kwa nje muonekana na watu kwa wenye
haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Yani mmejaa vitu vingi ambavyo ni vibaya. Huku nje mkiongea mnaonekana kama watu wazuri, mnajionyesha kana kwamba ni watu wazuri, lakini ndani mmejaa unafiki na maasi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo 29. Sasa wanafiki, kwa kuwa mnajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema, kama sisi tungalikuwako zamani za baba zetu, hatungalishiriki nao katika damu ya manabii. Yani manake tusingeua manabii. 31. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao walioua manabii. Ninyi ni wana wao walioua manabii. Basi kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi nyoka wana wa majoka, mtakimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Sasa Yesu anaongea nini? Kwamba nyie mlikuwa mna kawaida ya kuua. Ndio leo tunaweza tukapinga kwamba nyie nyoka wa kijani mnauaga watu tu, mnatekaga watu miaka yote, nyie nyoka wa kijani. Sasa ukimwona Yesu hapa kwenye Mathayo 23 anapinga mauaji yaliyokuwa yanafanywa na Mafarisayo, anapinga Mafarisayo kuua manabii wa kale. Ukiendelea mstari wa 36 anasema, hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Abeli yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Sasa Yesu alipokuwa anazungumzia ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagwa juu ya nchi, tangu damu ya Abeli. Unaona, Yesu alikuwa anapinga mauaji, Yesu alikuwa anapinga utekaji. Lakini leo sisi tukiongelea kwamba jamani, nyoka wa kijani, acheni kushughulika na utekaji. Nyoka wa kijani, acheni kushughulika na watu ambao ni kama wanawakosoa, na mnaanza kuandama, kuwatafuta huku na kule, kuwafungulia kesi. Tunaonekana tunashughulika na siasa, wakati Yesu alikuwa anapinga uaji. Ama tusemeje kwamba Yesu kupinga mauaji ya manabii ni sawa, ila watu wa Mungu tulioko leo kupinga mauaji ya kina Ali Kibao, kupinga utekaji wa watu kama akina nani yule ambaye alitekwa akajikuta yuko Katavi. Sasa unajikuta kwamba ina maana kwamba ni halali tu kupinga mauaji ya manabii, si ni wazungu. Ona, tunakuwa wewe hivyo. Dini ilikuja kwa ajili ya kuleta mambo kwenye jamii. Yesu alipokuja, cha kwanza alianza kupinga mifumo kandamizi ambayo inaonea watu, inawafanya watu wengine wajione wafalme, wengine wajione ni binadamu kawaida. Yesu alipinga hiyo mifumo kwa gharama kubwa sana. Sasa niende kwenye Yesu alihubiri kupinga uonezi na kuiaminisha jamii kwamba watu wote ni sawa, au kupinga utawala wa kimabavu. Yesu alihubiri kupinga uonezi na kuiaminisha au kuijenga jamii kwamba watu wote ni sawa, na alipinga utawala wa kimabavu. Izie Mathayo 7:12, Mathayo 7:12. Kusomea hapa baadhi ya maandiko ambayo yatakupa mwanga wa wewe kujua kwamba Yesu hakuwa na mfumo wa maisha wa kichawa. Tunafafanua haya ili baadhi ambao mnataka kuwa na uelewa neno la Mungu muelewe neno la Mungu litakaje. Mathayo 7:12, basi yoyote mtakayo mtendee na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Yoyote mtakayo mtendee na watu, haijalishi wewe ni nani, haijalishi una cheo gani, haijalishi wewe ni kiongozi mwenye wadhifa gani, unaheshimika kiwango gani, yoyote utakayo utendewe na watu, na wewe watendee watu wengine hayo hayo. Unaona, hapa Yesu anataka kuwajulisha wanadamu kwamba wote ni sawa. Wewe ni Pilato, wewe ni Kaisari, wewe ni nani, wote ni sawa. Wewe ni Pilato ndio, lakini yoyote utakaye kutendewa na watu, na wewe watendee vivyo hivyo. Kama hiyo itoshi, basi tuende kwenye Mathayo 20:25. Yesu kuna jambo alikuwa analizungumza hapa katika Mathayo 20:25. Anasema hivi, nisome hapa. Lakini Yesu akawaita akasema, mjua kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu,
na wakubwa wao huwatumikisha, wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu. Yani na wakubwa wao watumikisha. Ujue Yesu alikuwa anapinga kutawala kwa nguvu, alikuwa anapinga kutumikisha watu walio chini yako. Kimsingi hakuwa anapinga walio chini yako kufanya kazi au kuwatuma. Kutumikisha ni kutaka mtu afanye kitu fulani bila faida yoyote. Kama hivyo labda mtu anaweza kawa anatumwa, nenda kateke kaue. Yule mtu ni anatumikishwa. Kile anachokifanya kiulizo kina manufaa gani kwenye taifa? Yesu ni wasiojulikana. Kina manufaa gani kwenye taifa? Kwenda kuteka, kwenda kuua, kuna manufaa gani kwenye taifa? Hakuna manufaa yote. Lakini kwa sababu ni kama aliye juu amesema kateke kaue, basi na yeye analazimika kwenda kuteka huko kwa sababu anatumikishwa tu. Sasa anasema kwamba Yesu kaita akasema, mjue kuwa wakuu, kuna upepo kidogo hapa, wakuu watawala kwa nguvu na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa kwanza kwenu awe mtumwa wenu. Sasa unaona kwamba Yesu anapinga utawala wa kujimwambafai, wa wewe kujiona wewe ndio wewe ni kama ndio Mungu, wewe ukosolewi, wewe watu wasitoe maoni, wewe watu wasitaje jina lako, wewe watu wasiweke picha yako. Yesu anapinga, anasema aliye mkubwa kwenu na awe mdogo kwenu, anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumwa kwenu. Manake Yesu anapingana na mifumo ambayo hata sasa leo hii ipo. Tusomapo Biblia tunafananisha mifumo ya Yesu na mifumo iliyopo leo, kwamba Yesu alipinga jambo moja, mbili, tatu. Leo tuko hapa tunapinga nini? Yesu kama alipinga mifumo ya watu kujiona wao ni miungu watu, leo tunapinga mifumo ya watu walioko kwenye system kujiona kama ni miungu watu, tunaipinga kwa nguvu zote. Aya, kama hiyo haitoshi, nisome kidogo na Luka 22:26 ambayo kidogo inakaribiana na hilo andiko nilosoma. Luka 22:26. Maandiko yanasema hivi, lakini kwenu ninyi, au nianzie mstari wa 24. Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa, nani awe mkubwa katika wanafunzi. 25 akamwambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikiaye. Maana aliye mkubwa ni yupi? Ni yake tie chakula. Alikuwa anataka mwenye kuongoza awe ni mtu atumikiaye, awe ni mtu mnyenyekevu. Leo hii tunao watu ambao tumewachagua kwa kula zetu, andeni wako kwenye nafasi, kwenye zile nafasi wanakuwa ni watu ambao wana control au wanahimiza au wanaona utekaji, wanaona mauaji ya damu sizo na hatia, na wananyamaza kimya, kwa sababu wao wanajiona wako safe, wako salama kwa zile nafasi. Wanaona hawana mtu yote wa kuwadhuru kwa zile nafasi, na ndio maana wanaishi kama miungu. Ila walitakiwa wawe watumwa wetu. Sisi tuliochagua walitakiwa wawe watumwa wetu, wasikilize tunataka nini, tunataka jambo gani litendeke kwenye jamii, na wawe wanalitenda. Nitoke hapo niende kwenye Yohana Mbatizaji. Alihubiri kupinga maonezi na dhuluma inayofanywa na watu wa serikali, na hilo ndio kosa lililopelekea Yohana Mbatizaji akauawa. Mimi nataka kuijulisha jamii, kama kuna madhara yoyote yatatupata watu tunaopigia kelele utu, ubinadamu, haki, usawa katika jamii, tunaopigia kelele mauaji, maonezi, utekaji wa namna kadha wa kadha, tunaopigia kelele watu kubambikiziwa kesi za hapa na pale, kuzingiziwa kwa namna mbalimbali na kuundiwa namna ya kuonekana ni wabaya, kama kuna madhara yoyote yatatupata, na ijulikane yametupata kwa sababu ya kuliishi neno la Mungu, lakini si kwa sababu kuna wapuzi fulani ambao mnatangaza na kusema wewe mchungaji umeingiliaje mambo ya siasa. Sikia nikwambie, sauti ya mtu wa Mungu always ilikuwepo katika jamii kwa ajili ya kuregulate hali ya mambo. Kisomea hapa Yohana Mbatizaji na kosa lililopelekea auawe, wenyewe mnafahamu na mnajua, lakini tusome tena ya maandiko tena tuchambue kwa ndani. Yohana Mbatizaji aliuawa kwa sababu ya kupinga dhuluma na maonezi katika jamii. Eneo la kwanza kabisa, Yohana Mbatizaji alipinga
Herode kumnyang'anya mke mdogo wake, ambavyo ukweli ni kwamba inawezekana walioko kwenye mamlaka leo hawanyang'anyi mke, na kwa nionavyo mimi ni afadhali hata uninyang'anye mke kuliko mteke ndugu yangu. Mke wako wengi tu utaoa, hata inawezekana si watu wa dini, labda Wakristo ndo haturuhusi kwa wengi, lakini kunyang'anya mke, okay, yes, ni unyama, ni ukatili, lakini sio sawa na ukatili wa kuondoa uhai wa mtu au kumteka mtu. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji kupinga Herode kuchukua mke mdogo wake inakuwa sawa, lakini mimi au sisi tukipinga hoja ya watu kutekwa, kuuawa, inaonekana kwa nini najishughulisha na mambo ya siasa? Mimi niwaambia wanadamu, hii Biblia kwanza, wengi mnaosema wewe kiongozi wa kanisa unaongeleaje mambo ya siasa, wengi wenu ni pagani fulani, malaya, dunia mwijui, hamjawahi hata kuisoma, mmejaa roho mbaya, chuki, minafiki. Hao ndio mnakuja kusema kiongozi wa dini unaingiliaje mambo ya siasa? Wewe siasa unaijua wewe, familia yako hapo, wewe ni baba unatoa kauli ya watoto wanafuata, hiyo ni siasa. Siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii, kuanzia hata kwenye familia, kwenye mtaa wako, yote ni siasa. Umma kanisani kuna wachungaji, yote ni siasa. Hakuna mwanadamu anaweza kujitenga na siasa duniani. Sasa nisome Marko 7 mstari wa 17. Okay, sio Marko 7, ni Marko 6 mstari wa 17. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemuoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo, si halali kwako, ni ushauri tu, kuwa na mke wa nduguyo. Na yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asipate, maana Herode alimwogopa Yohana, akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda. Na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Unasikia, alimwogopa Yohana, akijua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda. Lakini ni Yohana ambaye aliuawa, ni mtu wa haki mtakatifu aliuawa. Wewe nani leo? Kuna mhubiri ndio mtakatifu umemzidi Yohana Mbatizaji, ambaye maandiko yanamsema. Kuna mhubiri wewe, una maisha gani yepi? Hii dunia ya kidigitali ambayo wahubiri wengi mnapenda pesa, mna shauku ya pesa, mnalea waumini wana mitabia michafu, malaya. Una mhubiri una maisha kama Yohana Mbatizaji wewe? Kuna mhubiri fedha imekufa kwenye moyo wako kama Yohana Mbatizaji wewe? Niyo wengi wenu hampingi dhuluma kwa sababu baadhi yenu mnahusika kwenye dhuluma. Sababu ya pili, kwa sababu baadhi yenu waoga wa kifo. Japo mtu wa Mungu na maisha ya mtu wa Mungu yamepita katikati ya kifo. Hadi mwingine Mungu aliwaokoa tu kwa bahati, lakini vinginevyo kufa unakufa, sio tu gereza, kifo kipo katikati ya maisha kuwa mtu wa Mungu. Marko 6 mstari 27. Mara mfalme akatuma askari akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, na yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari walikwenda wakauchukua mwili wake wakauzika kaburini. Yohana mtu wa haki mtakatifu alimaliza mwendo kwa staili kama hii. Kwani nyie mlioko leo wahubiri ambao hampingi dhuluma, hampingi maonezi, ndio mnamaliza mwendo kwa namna ipi ambayo ni bora, yenye mshindo? Tunawasoma kina Yesu hapo alimaliza mwendo kwa kusulubiwa, lakini watu ambao jamii na dunia inafahamu walikuwa ni watu wa haki, watakatifu, hawana baya lolote kwa yote. Okay, nitoke hapo nisome tu kidogo katika Luka 3:18 kidogo kuendelea kumwelezea Yohana Mbatizaji kwamba mateso aliyopitia yalitokana na yeye kupinga dhuluma. Luka 3:18 maandiko yanasema, basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Lakini mfalme Herode alipokaripiwa na yeye kwa ajili ya Herodia mke wa nduguye na maovu yote aliyofanya Herode, alipokaripiwa na yeye aliongeza na hili juu yote, alimfunga Yohana gerezani. Haikuishia kumfunga gerezani kule kwenye Marko, siku ya siku akamkata kichwa kwa sababu ya sherehe na vitu kama hivyo. Lakini Yohana alipinga mifumo ya uonezi inayofanywa na TRA pamoja na askari. Aliipinga hiyo mifumo. Hivi nataka tusome maandiko tu, najua tunaposema
hubiri injili ya Yesu. Ni ipi kwenye Biblia watu walihubiri nini? Okay. Luka 3 mstari wa 10. Makutano akamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akamwambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Maana hapa ni maisha ya wema, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Je, wenye fedha nyingi mlioko kwenye mamlaka mnatugawia? Simaanishi tu wavivu wa kazi. Ninachomaanisha ni kwamba ili muikimbie ghadhabu ya Mungu mnatakiwa kuishi maisha hayo. Anyway, tuache na hilo, tufanye hilo, haina shida. 12. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa. Watoza ushuru hao ni TRA. Naweza kukwambia, hasa wewe unasema TRA, kwani Biblia imeandika TRA? Acha upumbavu wewe. Watoza ushuru wakati wa Biblia waliandika watoza ushuru, lakini leo tukizungumzia watoza ushuru nazungumzia TRA. Si ndio watu wanaotoza ushuru? Wewe tukitaja TRA unasema yeye, kwani Biblia imetaja TRA? TRA wakishasema watoza ushuru, wewe chukua watoza ushuru wa nchi yako. Tunasoma maandiko kwa sababu tunafananisha yale watu walioishi na kinachotakiwa kuhubiriwa leo. Okay, TRA nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, mwalimu, tufanye nini sisi? Akamwambia, msitoze kitu kuliko mlivyoamriwa. Msitoze mapato, sio mnaenda mnachukua rushwa. Tozeni sawa na amri, utaratibu ulivyokuwa unataka. 14. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akamwambia, msimdhulumu mtu wala msimshitaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Inaonekana tangu enzi za Biblia askari walikuwa na kawaida ya dhuluma ambayo Yohana alikuwa anapinga. Msimdhulumu mtu. Askari walikuwa na kawaida ya kuwashtaki watu kwa uongo. Yaani mtu ana kesi anakuchukulia tu ndizi, anaweka hapa, wewe mwizi wa ndizi, nimekukuta na kidhibitisho. Lakini askari walikuwa na kawaida ya kutoshewa na mishahara yao. Kwa maana Yohana alisema tena mtoshewe na mishahara yenu. Sasa hayo ni mahubiri ambayo Yohana alikuwa anapinga dhuluma, maonezi yanayofanywa na askari, maonezi yanayofanywa na TRA, maonezi yanayofanywa na yote. Tutoke hapo. Wanafunzi wa Yesu walihubiri kwa kupinga mauaji ya Yesu asiye na hatia. Nataka kujulishe, kupinga mauaji, kupinga utekaji, kupinga dhuluma sio kuingilia siasa. Ni neno la Mungu, ni wajibu wa kibiblia wa mtu wa Mungu kupinga mauaji, kupinga utekaji, kupinga dhuluma, kupinga uonezi wa aina yoyote unaofanywa na mtu yeyote, hata kama ana cheo. Sasa wanafunzi wa Yesu alikuwa anahubiri Mafarisayo walivyoua manabii. Yesu alikuwa anahubiri kupinga mauaji ya manabii. Wanafunzi wa Yesu walipokuja wakawa wanahubiri kupinga mauaji ya Yesu. Sasa sikia niwaambie, ikiwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanahubiri kupinga mauaji ya Yesu, kuna dhambi gani sisi leo tukahubiri kupinga mauaji ya Ali Kibao au kupinga utekaji wa Mdude, kupinga kujeruhiwa kwa Padre Kitima? Ndio nataka niwaambie, Biblia isiwageuze watu kuwa wehu kwenye akili. Biblia yameandikwa maisha ya watu walivyoishi. Watu kama walitetea kwa nini mlimuua Yesu asiye na hatia, leo lazima tuulize, kwa nini Mdude ametekwa au amepotezwa au amepigwa asiye na hatia? Leo lazima tuulize, kwa nini Padre Kitima ameumizwa asiye na hatia? Kama wanafunzi wa Yesu walioji kuhusu Yesu, si kwa sababu Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Hapana, walioji kwa sababu hawakuona hatia yoyote kwa Yesu, ila waliona ni mtu anaumizwa, anateswa. Nikusomea maandiko, Matendo ya Mitume 3:15. Matendo ya Mitume 3:15. 3:15 Matendo ya Mitume, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanaeleza huku mwanzoni, lakini kwa sababu ya muda nitasoma tu 15. Maandiko yanasema, mkamua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake, na kwa imani katika jina lake. Ukenianzie 13. Matendo 3:13. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu, alimtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe, bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Hapa wanafunzi wa Yesu wanaandika, kwa nini mlimuua? Kwa nini mlimuua Yesu ambaye hakuwa na kosa lolote? Matendo ya Mitume 4 mstari wa 10. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha,
na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu lilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Lakini kimsingi ni kwamba hawa walikuwa na ujasiri wa kusema, mlimuua Yesu asiye na hatia, mlimtesa Yesu asiye na hatia. Matendo ya Mitume 7:51, Matendo ya Mitume 7:51. Tumeona hapa Stefano anasemaje? Stefano anasema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua. Unasikia hapa Stefano anachosema, nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake mwenye haki. Kwa nini? Manabii waliokuwa wanatabiri kuja kwa Yesu waliuawa kwa sababu walikuwa wanaonekana wanatabiri mwisho wa ulaji wa watu ambao wana nafasi za kula na kupiga wanavyotaka. Sasa leo hii tunaopinga utekaji, tunaopinga mauaji, tunaonekana ni watu hatari kwa sababu tunaongea kinyume na ufalme uliopo. Ufalme uliopo unataka uendelee kuteka, uendelee kuua, umsulubishe yeyote, umuumize yeyote, ufanye lolote, lakini tunaopinga hayo tunaonekana tuko kinyume na ufalme uliopo. Jambo jingine ni kwamba wanafunzi wa Yesu walihubiri kwa kupinga maonezi yaliyokuwa yanafanywa na Kaisari, au walihubiri kwa kupinga amri za Kaisari. Nataka nikujulishe kwamba tangu nyakati za Biblia wafalme walikuwa ni viumbe ambao walijiweka kwenye eneo la wao kuwa ni miungu watu, wanaweza wakamua lolote, wakafanya lolote kwa yote. Sasa Yesu alipokuja alianza ku level system, alitaka watu wawe na usawa, na maana akawa anahubiri lile usilopenda kutendea wewe usimtendee mtu mwingine. Yalikuwa ni mahubiri ya kutaka ku level mambo, kuweka usawa, na ni kwa sababu hiyo Yesu alionekana kama adui, na mahubiri ya wanafunzi always yalionekana ni mahubiri ya kupingana na amri ya Kaisari. Na tusome kidogo katika Matendo ya Mitume 17. Nataka niwajulishe nyinyi ambao ni mivivu ya kusoma Biblia. Biblia mwisoni maandiko ya myajui, ila always mnashinda mitandaoni. Usema acha kuhubiri siasa, acha kuongelea serikali, wewe inakuhusu nini? Hubiri Injili. Nataka niwajulishe Injili nini. Sikiliza maandiko yanayokusomea wewe. Kaa hapo, sikiliza maandiko. Haya. Matendo ya Mitume 17:5. Wayahudi wakaona wivu, wakajitolea watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema, nao wakawakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini. Wakaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakawataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji, na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, watu hao waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Wameupinduaje? Sikia, na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari. Hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema na kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Sikia nikwambie, wewe ukitaka kuamini kwamba walichokuwa wanahubiri hapa wanafunzi nini, wewe jitokeze leo hadharani, jitokeze hata na Biblia yako, anza kutangaza popote pale, anza kutangaza hii nchi ya Tanzania, mfalme wake sio huyo aliyepo, rais wake sio huyo aliyepo. Rais wa nchi ya Tanzania ni Yesu pekee, mtawala wa nchi ya Tanzania ni Yesu pekee. Rais uliyeko hapo kwenye hicho kiti umekalia tu, lakini wewe sio rais. Rais wa nchi ya Tanzania ni Yesu pekee. Utaona kama kuna mtu anashughulika na wewe. Hakuna atakayeshughulika na wewe, sababu watajua kwani Yesu yupo anayemzungumzia ni yule ambao Wayahudi walikuwa yule mjanja aliyeshuhudia miaka 2000 iliyopita, na alisema kwamba atarudi mpaka leo
2025 hajarudi. Ndio yule mjanja wanayesema kwamba ni rais wa Tanzania. Watakupuuza. Lakini nataka nikujulishe wanafunzi kusema yupo mfalme mwingine ambaye ni Yesu. Hawakuwa wakitangaza mfalme Yesu, walikuwa wanatangaza falsafa za maisha ya Yesu, kwamba Yesu anasema lile usilopenda kutendea wewe usimtendee mwingine. Kama upendi mwanao atekwe au wawe, usiteke au usihusike kuteka. Usifumbie macho kuteka mtoto wa mwenzako. Wewe ni askari, wewe ni kiongozi, wewe ni waziri, mbunge, kiongozi wa aina yote, mwenyekiti wa mtaa, nani, kiongozi wa aina yote, usifumbie macho kutekwa kwa mtoto wa mwenzako, kwa sababu Yesu alichokuwa anahubiri alikuwa anasema lile usilopenda kutendewa wewe usimtendee mtu mwingine. Ndio Yesu ambaye walipoanza kumhubiri hapa, wao kwa sababu walikuwa na kawaida za kutesa, kuumiza, kuua watu. Nitakusomea maandiko utajua, kwa sababu walikuwa na kawaida hizo za kudhulumu. Ukianza kuhubiri kupinga dhuluma, ilikuwa ni kupingana na amri za Kaisari. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya wanafunzi wa Yesu kuburutwa, kuteswa na wakati mwingine hata kuuawa kwa sababu za aina kama hiyo. Ukisikia waliupindua ulimwengu, kimsingi ni walihubiri desturi. Ukisoma hapa watu hao waliopindua ulimwengu wamefika huko nako. Hapa hawajaandika kwa habari desturi, lakini 16 ukienda 16 mstari 19, basi bwana zake walipoona kuwa tumaini la faida yao limepotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya watu, mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, yani kwa mahakimu, wakasema watu hao wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Wanachafuaje? Sikia hoja anayoleta hapa. Nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakaendea makadhi, wakavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa mji wapigwe kwa bakora. Lakini hakukuwa na kosa wote waliofanya. Hapa tu kuna mtu alikuwa na pepo, wakatoa pepo. Yaani maana yake ni kwamba hapa ni kama vile wanafunzi kutoa pepo viligeuka kuwa kosa. Nyie wote ambao mnahusika kwenye utekaji, kwenye mauaji, nyie mna mapepo. Na si mapepo hatuyatoi kwa maombi, si mapepo tunayatoa kuyakemea. Mpingeni shetani naye atawakimbia, ndivyo maandiko yalivyosema. Wote mnaohusika kwenye mauaji, kwenye utekaji, mnaohusika kumwaga damu za watu, kuumiza watu, kujeruhi watu kwa sababu tu watu hao wanapigania haki, nyie mna mapepo, na mapepo yenu nyie tunayatoa kwa kuwapinga hadharani, kwa sababu maandiko yanasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Shetani sio kumpinga kwenye wewe wa maombi katika jina la Yesu, shetani na kuchimbia shimo na kukanyaga na kufikia na mwaga zege. Shetani unampinga macho makavu, kwa sababu mashetani tulionao wanaohusika kwenye utekaji, mashetani tulionao wanaohusika kwenye mauaji ni mashetani wa soda, ni mashetani wanaokaa vikao, wanakaa vikao tumteke fulani, ni mashetani wanaokaa vikao tukafanye kitu fulani kwa ile wako wa mashetani, kwa sababu wao wasiojulikana ni watu hivi wanakunywa na soda, wasiojulikana sio mizimu ya kuzimu kule baharini, ni watu wanakunywa na soda, ndio wanaitwa wasiojulikana, wanateka watu, wanaumiza watu, wanajeruhi watu. Sasa akina Paulo hapa walipigwa kwa sababu walitoa pepo ndani ya mtu. Ukiona mimi hapa, mimi niko hapa kutoa pepo ndani ya wewe ambaye unaweza kawa unahusika kwenye utekaji na mauaji, katika jina la Yesu natoa pepo kwa hili neno la Mungu. Tunaongea haya ili tuwajulishe kwamba wajibu wa neno la Mungu, wajibu wa watu wa Mungu ni kuwa na sauti inaweza ikazimisha namna yote ya dhuluma, ya maonezi, ya vilio katika jamii, hata kama itakuwa ni kwa hatari, kwa kuteswa na kupigwa kwa namna mbalimbali. Haya, nitoke hapo niende katika Yakobo 5 mstari wa kwanza hadi wa 6. Yakobo 5, unamwona Yakobo alikuwa akipinga dhuluma ambayo ilikuwa ikifanywa na watu hasa wenye vyeo na matajiri. Yakobo 5 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, haya basi enyi matajiri lieni, mkapige oe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Nijiwekea akiba katika siku za mwisho. Angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mmeuzuia kwa hila. Manake mnaonea wakulima waliovuna mashamba, mmeuzuia kwa hila. Unapiga kelele, na vilio vyao waliovuna imeingia masikioni mwa Bwana majeshi. Mmefanya anasa
katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa. Mmejilisha mioyo yenu kama siku za machinjo. Mmehukumu wenye haki mkamua, wala ashindani nanyi. Sasa ninachokisema ni kwamba haya mambo nasikia hapa, mmehukumu wenye haki mkamua. Yakobo anapinga mauaji ya wenye haki, anapinga utekaji. Anyway, nimekusomea maandiko ya mengi na mengi nimeyasoma Agano Jipya. Nikujulishe, Yesu, wanafunzi wa Yesu hawakuja ili kuhubiri kimechokita Roho Mtakatifu wakati jamii imejaa dhuluma. Soma Biblia. Utagundua watu wa Mungu waliteswa, waliuawa kwa sababu walipinga dhuluma. Kama unanibishia wewe, hubiri injili nyingine ya aina yoyote, alafu uone kama kuna mtu atakugusa, na kuhakikishia injili sio hiyo. Hata ukihubiri watu waache dhambi, ni akina nani ambao unahubiri waache dhambi? Kwa nini tunahubiria waache dhambi walevi? Waache dhambi hadi walio kwenye ofisi mbalimbali, wanaotembelea B8 na wenyewe waache dhambi. Sio waache dhambi walevi tu, waache dhambi hadi mawaziri, wabunge, waache dhambi wote. Usiseme tu waache dhambi, yani unasema tu waache dhambi watu wenye maisha fulani vya kujitafuta. Hapana. Sasa niongeacho mimi nasema hivi kwamba yako maandiko mengine mengi ya manabii kwenye Agano la Kale ambao waliteswa, waliuawa kwa sababu ya kupinga dhuluma, tekaji, maonezi. Lakini nimekusomea mengi haya kwenye Agano la Kale ili ufahamu Yesu ukisema nimekusomea mengi haya kwenye Agano Jipya ili ufahamu Yesu. Wengi wanasemaga haya maandiko ya Agano la Kale Yesu alipokuja, ama sikia maandiko haya. Nimesoma maandiko mengi hapa. Yesu akuja kuleta wehu na usukule mlionao. Yesu alikuja ili kuweka usawa katika jamii, kupinga utekaji, kupinga maonezi, kupinga rushwa, kupinga utawala wa kimabavu. Na ndio maana Kaisari aliona huyu hawezi akaendana na ufalme wangu. Sasa swali ni je, leo hii tukifungwa, tukiteswa, tukiuawa, ni kwa sababu tumehubiri siasa au kwa sababu tumesimama kwa neno la Mungu? Hata nionyeshe mwanadamu, hii ni kwa sababu tumesimama kwenye wajibu wa neno la Mungu, ambao inawezekana kabisa kwamba jamii kubwa ya watu inaogopa kusimama eneo hilo. Niseme kwamba nafahamu naongea haya kwa tahadhari kubwa. Lolote atakalonipata tanipata kwa sababu ya kuhubiri injili. Anyway, ninayo leo nitaitumia kufanya kila lilo wajibu wangu. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani. Sema, tengenezeni njia ya Bwana, isheni mapito yake. Bwana mhukumu haki yu karibu na kuja, na hii ndio maana le neno Maranatha.